unastahili Yesu kusujudiwa. Bwana unastahili Yesu kuabudiwa. Bwana unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kusujudiwa. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Kwa jina la Yesu tunalipokea neno lako asubuhi ya leo. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini, sema amen. Amen. Umebarikiwa sana. Nitaomba tusogee viti vya mbele. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine tena ambayo ametupatia ili tukaweze kupatikana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Popote unatazama ukiwa, nasema karibu sana ili tukaweze kubarikiwa pamoja katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Na pia nakuomba ukaweze kushare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Basi tunamshukuru Mungu kwa mwaka mpya na tunamshukuru Mungu kwa neno ambalo ameweza kutupatia kwa ajili ya mwaka huu. Kwa hivyo tutakuwa tunaendelea siku ya leo. Natumai tunaendelea katika maombi kwa sababu ya kuwaombea wenye dhambi, kwa sababu ya kuombea kanisa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kukuwa na muda wa kuombea kanisa kwa sababu ya kuongezeka na kukua. Vitu viwili ambavyo vinapaswa kutendeka: kanisa linapaswa kuongezeka na kanisa linapaswa kukua. Jina la Bwana litukuzwe. Na kwa sababu tulianza maombi siku ya jana, na haya ndio mambo tunaombea katika jina la Yesu Kristo, ni vizuri kwa wewe kukuwa na ufahamu na elimu. Cha kwanza tumesema tunapaswa kuombea kanisa kuongezeka, na pia tunapaswa kuombea kanisa kukua katika elimu ya Mungu. Kukua kwa kanisa kunaletwa na mafundisho. Kuongezeka kwa kanisa kunaletwa na kuwafikia wenye dhambi. Bwana asifiwe. Kuongezeka kwa kanisa, hiyo ni kuzaa. Hiyo ni kuzaa. Kukua kwa kanisa, hiyo ni kulisha. Bwana asifiwe. Hiyo ni kufanya nini? Hiyo ni kulisha. So tukiangalia mambo haya mawili, kuna moja tunapaswa kufanya ndani ya kanisa na kuna moja tunapaswa kufanya nje. Bwana asifiwe. Tukiongea kuhusu kuongezeka kwa kanisa, inagharimu kuenda ama inagharimu kuwaendea watu. Inagharimu kwenda kumshuhudia Yesu. Inagharimu kwenda kuhubiri huyu Yesu. Inagharimu kwenda kule nje na kuambia watu juu ya ufalme wa Mungu. Kwa hivyo tunahitaji kuomba na tunahitaji kuenda. Bwana Yesu asifiwe. Ili kanisa ifanye nini? Iongezeke, tunahitaji kuomba na tunahitaji kuenda. Nambari ya pili, ili kanisa liweze kukua, hatuendi nje. Ili kanisa liweze kukua, tunahitaji kuombea kanisa likue. Na ya pili, tunahitaji kulifunza. Haleluya. Ya pili tunafanya nini? Tunaifunza. Kwa hivyo lazima tuelewe mambo ni mawili: kuongezeka na tunapaswa kukua. Tunapaswa kuongezeka. Tunaongea kuhusu kuongezeka, tunaongea kuhusu kukua wengi. Tukiongea kuhusu kuongezeka, tunaongea kuhusu kukua wengi. Tukiongea kuhusu kukua, tunaongea kuhusu kukua na elimu, kukua katika kumjua Mungu, kukua na elimu ya Mungu. Kanisa linapaswa liongezeke na ya pili likue.
mambo ya maana sana. Lazima kanisa lizaane. Lazima wamama muendee watu. Lazima wazee muendee watu. Lazima vijana tuendee watu. Hii si kazi ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Hii si kazi ya mchungaji, hii ni kazi yetu sisi wote. Lazima tuende tuwaambie, lazima tuwaendee na tuwaambie habari za ufalme wa Mungu. Kisha baadaye wakija tuanze kuwafunza kuhusu ufalme wa Mungu. Kanisa linakuwa liko na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na sababu ambayo inasababisha tufanye maombi, kwa sababu shetani ushambulia kanisa lisiongezeke na ushambulia kanisa lisikue. Shetani ushambulia kanisa lisiongezeke na shetani ushambulia kanisa lisikue. Nataka kuongea zaidi kuhusu kuongezeka, alafu tutakuja kuona haya mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumeona ya kwamba kazi tuliyo nayo, tunasema tunafikia mtu mmoja kwa mwezi mmoja, na mishoni yetu ni Yesu Kristo. Haleluya. Tunafikia mtu ngapi? Fikia mtu mmoja mwezi mmoja, na mission ni nini? Yesu Kristo. Mission ni kumwinda. Our mission, our target, our goal is to make sure you win one person, one soul for Christ. I'm telling you, and we want to pray for that. We want to pray for you. Tunataka tukuombee kabisa ya kwamba hii neema ifanye kazi kwako, ya kwamba hii upako ifanye kazi kwako, ya kwamba mwezi mmoja ikiisha uwe kuna mtu umemwambia kuhusu Yesu, iwe kuna mtu umemuongoza kanisani, iwe kuna mtu umemuongoza kwa Yesu, iwe kuna mtu amemkubali Mungu kwa sababu yako. Jina la Bwana litukuzwe. Miaka mingi tumelala, miaka mingi tumenyamaza. Wapendwa, ni wakati wa kuinuka na kuongea juu ya ufalme wa Mungu. Ni wakati wa kuinuka na kusema, kwani niliokoka nikae tu? Hii wokovu ni tamu, hii wokovu ni mzuri, wacha nifikie wengine hata na wao wahisi uzuri wa wokovu. Faida ya mtu kuokoka, zipo faida ambayo ufalme wa Mungu unafaidika wakati mtu anaokoka. Nambari ya pili, zipo faida ambazo huyo mtu ambaye ameokoka anapata. Nambari ya tatu, familia yake inafaidika pia akiokoka. Na nambari ya tano, kanisa linafaidika akiokoka. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba wakati mtu anaokoka kuna faida mara mbili. Kuna faida ya kiroho na kuna faida za kimwili. Na Mungu amenifunza, na hii ndiyo inanitia motisha. Hii ndiyo inayonichochea kuendea watu. Bwana asifiwe. Si waendei tu waokoka waende mbinguni, lakini nimepewa ufunuo ya kwamba huyu mtu akiokoka watu wengi watafurahi. Watu wengi watafaidika kutoka kwa huyu mtu. Na hiyo ndio sababu kubwa nataka nifikie mzee, nataka nifikie huyo mama, nataka nifikie huyo kijana. Unapaswa uelewe pia mtu akiokoka kuna generation inabadilika. Watoto wangu wakija walinipata kanisani, sasa wananifuata wapi? Wangenipata ulevini, ni nini wangejua kwa nyumba? Ni ulevi. Wangenipata kwa wizi, wangejua baba yetu ni mwizi, na wanaona tunakula kupitia wizi. Lakini mahali watoto wangu walinipata, sasa wananifuata hapa. Kwa hivyo angalia, kuokoka kwangu kunaleta mabadiliko pia kwa generation yangu.
Tusiangalie wokovu ya kwamba mtu akiokoka ni kwenda mbinguni peke yake. Wapendwa, kuna faida ambazo watu wa aina kadhaa wanafaidika nayo, na hii ndio ninaomba ikutie motisha, maana Mungu amenifunza tofauti. Tuseme kwa mfano, tuchukue mzee wa boma. Tuchukue mzee, tangu asaliwe hajaenda kanisani, lakini anajihusisha na ulevi, anajihusisha na uganga, anajihusisha na mambo mengi mabaya. Nataka uchukue nafasi ya mzee ambaye kulewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nambari ya kwanza tulisema mwili wake unaharibika. Nambari ya kwanza tuangalie hivi. Ndio maana nataka ukiangalia mtu hivi, nataka uone huyu mtu akiokoka kuna watu wengi watafaidika. Bwana Yesu asifiwe. Usifikirie tu mtu tu anaokoka peke yake. Tunaona nambari ya kwanza, tuseme huyu mtu ni mlevi, anavuta sigara, anavuta bangi, haya mambo anayafanya. Huyu mtu ukimwendea aokoke, jambo la kwanza, mwili wake utafurahia. Mwili wake utafurahia, maana ulevi unaharibu mwili wake, sigara inaharibu mwili wake, bangi inaharibu mwili wake. Kwa hivyo kitu cha kwanza utasimamisha uharibifu ambao unaendelea kuharibu mwili wake. Maana akiokoka hata kunywa sasa, akiokoka hata lewa sasa, akiokoka hata kunywa bangi sasa, akiokoka sasa, mwili wake hautaendelea kupokea uharibifu. Kwa hivyo mtu wa kwanza anafaidika ni mwili wake. Alikuwa anakunywa, sasa hakunywi. Tunajua tuko na magonjwa aina nyingi sana ambayo inaletwa na vitu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama mwili wake ulikuwa unaharibiwa polepole, mara moja inafanya nini? Inawacha. Maana sasa akiokoka anawacha hizo vitu. Huyo ni yeye. Kwa hivyo tunaona akiokoka, tuseme namba 1, ufalme wa mbinguni unafurahi. Maana wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo ufalme wa Mungu umepata mwana. Na hapa duniani kuna mtu uharibifu wa mwili umefanya nini? Umeacha. Twende namba 2, twende kwa familia yake. Twende wapi? Kwa familia yake. Je, wajua kuna watoto hawasomi vizuri, hawakai vizuri kwa sababu ya baba ni mlevi? Niko na mshirika hapa wamewahi lia, nimekutana na wamama kadhaa hapa ambao wanalia. Anasema, "Pastor, sioni faida ya huyu mume kwa nyumba. Anafanya kazi lakini haleti pesa. Pastor, anaamka asubuhi anaenda, lakini tunafungiwa nyumba, alipi karo ya shule." So kuna mtu kwa sababu ya maisha ya dhambi, familia yake haina raha, kwa sababu pesa zake anazipeleka kwa raha, kwa sababu pesa zake hazisaidii jamii yake. Niambia akiokoka, Bwana asifiwe, akiokoka pesa zitaenda nje tena. Pesa zitaenda kwa ulevi sasa. Si watoto watalipiwa shule, chakula atanunua kwa nyumba, atalipa nyumba, watoto wake na mke wake wanaanza kufaidika na wokovu wake. Maana tangu waokoke sasa anakuja nyumbani mapema, tangu waokoke halali kwa mtaro, tangu waokoke sasa pesa zake zimekuwa za faida kwetu, tangu waokoke kuna amani kwa nyumba. Angalia familia yake inafanya nini? Inafaidika. Hebu niambie, ndugu yake akisikia ameokoka, dada yake akisikia ameokoka, mama yake akisikia ameokoka, baba yake akisikia ameokoka, wote wanafanya nini? Wanafurahia. Bwana asifiwe. Sasa miradi na maendeleo inaanza kukuja kwa nyumba. Kuna mtu hapa tuko naye kwa hii kanisa, alikuwa mlevi chakara. Hakuna kitu anafanya, babake alikuwa tu anaishi akilalamika. Sasa anaangalia na huyu mtu anaendelea kukua, hakuna kitu amefanya. Baadaye Mungu akamuokoa.
alipomuokoa kila mtu akafurahi. Hata baba yake akiona leo na mpaka wa leo huwa ananiheshimu sana, maana kijana amejenga, kijana biashara yake sasa imekuwa sawa, vitu zimekuwa sawa, amesaidia baba yake, amesaidia nyumba yake, amefanya vitu. Huyo mzee akiangalia anasema tu kuokoka kwako ndio kumeleta imani yote. Halo, angalia mtu akiokoka mpaka kwa ile boma yenye anatoka wanafanya nini? Wanafurahi. Wewe unafikiria baba na mama wanajua mtoto yao anafanya kazi nzuri, lakini hakuna kitu. Hata support ya wazazi afanye nini? Hawapatii. Kwa sababu ya nini? Ulevi. Sijui kama unaona hizo faida? Sijui unaona hizo faida zote? Sasa mimi nataka uone huyu mtu akiokoka umeokoa mtu. Pia watu wengine wakiokoka tunawaokoa kwa kansa. Tunawaokoa kwa hivi vitu mingi ambao sigara inaleta. Haleluya. Na pia wokovu hubadilisha watu. Maana sasa mtu akiwa hajaokoka, shetani humtumia kuwa chombo cha kupiga marriage na cha kupiga family. Anakuwa kisirani, anakuwa kitu mbaya kwa jamii yake. Akiokoka, roho wa Mungu anaingia ndani yake. Watoto wanafurahia baba yao, watu wanafurahia ule mtu kwa ile boma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaenda hata kule kwenye anafanya kazi. Nafikiri ni watu wangapi walifutwa kwa sababu ya nini? Ya ulevi. Mimi nimeona mtu ambaye alikuwa ni AP. Sijui kama uliwahi ona. Nafikiri alikuwa ametoka Bomet ama ni Chepsio ama ni wapi. Walienda kumchukua, wanahabari walikuwa wanamhoji. Walipokuwa wanamhoji, akawaambia yeye alikuwa ni askari wa AP. Akaambiwa afanye hizo vitu zote, akazifanya zote. Akaulizwa kuliendaje? Akasema nani? Ulevi. Nilikuwa mlevi nikafutwa kazi. Sasa anasema niliacha ulevi, ninaomba serikali wanirudishe kazi. Je, wajua ulevi, wajua dhambi zingine pia zinatoa watu kwa makazi zao? Amen. Jana nimeona ni wanafunzi, ni wazazi shule moja ya high school Kisii. Umeona wameenda na matawi wakisema nini? Walimu wanakuja wakiwa walevi. Sijui kama umeona hiyo? Nimeiona jana nimeiona kwa mtandao ya kwamba wazazi wameinua matawi na watoto wanalalamika, mwalimu anakuja shule akiwa nini? Mlevi. Sasa hiyo ni nini? Watoto wanasema afutwe kazi. Mara moja hatumtaki. Hebu niambie, akifutwa kazi ako na jamii itaumia. So tunaona pia ulevi, pia dhambi zingine zimesababisha watu wakatolewa kwa kazi, wakafutwa kazi. Hiyo ni kumaanisha kwamba huyu mtu akiokoka sasa hata kazini atakuwa soba. Wanafunzi watafurahia, kazini wakubwa watafurahia, maana ataingia kazini kwa masaa inayostahili na atafanya kazi vizuri. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Na kuonyesha faida ambazo zinapatikana tu mtu mmoja tu akiokoka. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Alikuwa anapeleka pesa kwa baa kukunywa, sasa hata baa inakosa customers. Haleluya. Watafunga hizi baa ama watafunga? Watafunga ama watafunga? Maana wenye walikuwa wanakuja sasa hawakuji. Pesa zao za ulevi zimebadilishwa, sasa ni sadaka. Haleluya. Haleluya. Sasa pesa zao zimebadilishwa, sasa ni sadaka, zinaletwa kwa madhabahu na imeandikwa kila mkono unaotoa umefanya nini? Umebarikiwa. Pesa zake zinabarikiwa, anaanza kufanya vizuri. Haleluya. Njia ya kufunga baa si kuomba. Njia ya kufunga baa ni kufuata wenye wanaendaga baa waokoke. Njia ya kumaliza uwizi ni hao watu tuwafuate waokoke. Kisha maneno. Njia ya kuharibu, ya kumaliza chochote kibaya ni hao wenye wanafanya hiyo ubaya
tuwafuate, tuambie kuhusu Yesu. Maana wakimkubali Yesu wanabadilika. Sasa hawaendi huko, sasa wanakuja kanisani. Si unaona vile kufikia hao watu ni maana? Si unaona vile utakuwa umesaidia watu wengi sana? Jina la Bwana litukuzwe. Haya, tunakuja mpaka kanisani. Tulikuwa tuko watu 10, sasa ameokoka, tumeongezeka, tumekuwa 11. Kanisa tunafurahi watu wakiongezeka, ama tunafanya aje? So pia sisi tunafanya nini? Hata sisi tunafaidika. Kama wamama walikuwa wachache wanafanya nini? Wanaongezeka. Kama wazee walikuwa wachache wanafanya nini? Wanaongezeka. Kama vijana walikuwa wachache wanafanya nini? Wanaongezeka. Je, kuokoka kwake kama kanisa tunafaidika ama hatufaidiki? Kwa sababu pia tuna increase. Angalia hizo vitu zote nimekutajia, hao wote tukianza na mbinguni, hao wote ambao watafaidika wakati huu mtu mmoja atafanya nini? Mimi nataka ukiangalia huyo mama hajaokoka, nataka umwangalie na hiyo picha ambayo nimekupatia. Mimi nataka huyo mzee ambaye hajaokoka, ukimwangalia anza kuona ni watu wangapi watafaidika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kuna wazee wanaingiaga saa 5 usiku, watoto hawajawaiona baba yao. Maana baba anaingiaga usiku, hawakutani na watoto yao. Kuna watoto wazazi hawajakaa na watoto yao, hata watoto wafurahie baba yao hakuna, kwa sababu ya kitu inaitwa ulevi peke yake. Wapendwa, ukishinda huyu mzee umerudishia watoto yao baba yao. Jina la Bwana litukuzwe. Sijui kama unaona muhimu ya kwenda kuhubiria hawa watu. Amen. Shetani anaharibu generation ya ijayo. Nilimaliza kesha juzi 31st, nikitembea usiku nikipanda hivi juu, wale wote napatana na wao ni nini? Ni vijana wadogo. Vijana wadogo mpaka hata unaangalia sema wololo. Unapatana na kasichana kadogo kamelewa. Unapatana na vijana wadogo unasema sasa usiku wanafanya nini nje? The enemy is destroying generation. Ujue huyu mtoto kuharibiwa ni familia inaharibiwa. Ujue mtoto kuharibiwa ni taifa inaharibiwa. Nani atajenga hii taifa? Maana kuna wakati itafika sisi tutakuwa hatuna nguvu. Bwana asifiwe. Na wakati tunaishiwa na nguvu, hao ndio wanapaswa kuwa na wamefanya nini? Wamekuja. Sasa shetani atakuwa aliwarusha kwa pombe. Angalia ameanza kuharibu mapema. Kuna wakati tuliona mwaka sijui upi, kuna mwaka ambao MP wa maeneo moja ya Nyeri alikuwa anapeana zawadi. Nafikiri sote tunajua uharibifu wa pombe, jinsi ambavyo taifa la Kenya, I think Central ndio wanajua effect ya pombe mzuri. Paka wamama wanajitokeza. Yaani unaingia kwa kijiji hakuna watoto. Ulisikia vitu kama hizo? Unaingia kwa kijiji hakuna watoto. Unaingia kwa kijiji mpaka MP akasema mtu akizaa mtoto nampea 1000 ngapi? 2000. Wamama wanajitokeza wanasema wazee wetu wote wako wapi? Kwa ulevi. Hiyo generation ijayo iko kweli? Hakuna. Kuna kijana mpaka leo amefika umri wa kuoa hajaoa kwa sababu ya ulevi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiria babake na mamake wanaishi aje? Na ni huyo kijana peke yake wako na yeye kwa nyumba. Lakini vile ulevi imemchukua, wazazi wanaanza kukua na nini? Na wasiwasi. Kuna wakati nilienda sehemu hapa ya Bondo. Nilipofika pale nikapata vijana wakubwa. Vijana mpaka nywele wako nao nyeupe. Ako na katoto kadogo kama miezi 2. What is that? What is that? Kijana anafikisha miaka 50, ako na katoto kama miezi 2. Hebu niambie vile atakuwa faida kwa mtoto? Kwa mtoto akifikisha miaka 10 yako 60. 20, 70. Hata amemaliza high school. Tayari ameanza kukua mzee. Simama juu kwa miguu yako. Na kutuma kwa jina la Yesu. Na kutuma kwa jina la Yesu. Niko hapa kusisitiza. Fanya bidii, fikia mtu mmoja. Kwa mwezi mzima, fikia mtu mmoja. Mission yetu aokoke ama kuja kanisani. Na kutuma, invite mtu church. Muinvite tu church. Bwana Yesu asifiwe. Leo hakikisha wale watakaye kuwa karibu na wewe, hakikisha umewaambia juu ya Yesu kenye amefanya kwa maisha yako.
Hapana, kuhubiri ni wa mapastors na wahubiri, si ndio? Lakini sikuna kitu Yesu amefanya maisha yako tangu uokoke. Sikuna vile Yesu amefanya. Usimwambie mambo mengi, mwambie kile Yesu amefanya kwa maisha. Yule mwanamke Msamaria alisemaje? Njooni muone mtu ameniambia mambo yangu yote. Simple. Tangu uokoke, angalia vile maisha yako yamebadilika. Chukua tu maisha yako kabla hujaokoka ulikuwa unafanya nini? Tangu uokoke sasa, muelezee vile maisha yako imekuwa, halafu mwambie na ninakupatia invitation ya kuenda kanisani. Bwana asifiwe. Si Mungu akubariki na Mungu akutie moyo. Ninakutuma tafadhali, hakikisha umeambia mtu juu ya Yesu na vile Yesu anafanya kwa maisha yako, na umkaribishe kanisani. Naomba neema ya Mungu ikusaidie na ikutoshe. Kumbuka, tunaendelea kuombea wenye dhambi na tunaombea kanisa kwa sababu ya kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaomba Mungu nipatie kibali ya kuongea na mtu, maana pia kuongea na mtu mambo ya Mungu si rahisi. Ambie pia Bwana niondolee uoga. At least hakikisha niambie mtu Yesu anakupenda na itakuwa sawa. Natumai hata wewe unanitazama ukiwa nyumbani unaweza ukafikia mtu na umwambie kuhusu Yesu, na pia umkaribishe kanisani katika jina la Yesu. Tukutane nawe tena kesho tunapoendelea na mafundisho haya pamoja na maombi. Tutakuwa tukiombea wenye dhambi, hatutakuwa tukiwahukumu na kuongelesha vibaya. Tunawaombea, alafu Mungu na pia tunawaombea na kuwaendea ili tukaweze kufaulu kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Ninaitwa Apostle Brian Simiyu, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Umebarikiwa na uwe na siku njema. Sema amen. Inua mkono wako wa kulia juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu.